Ushauri huo umetolewa na Shehe Mkuu wa Mkoa wa Singida Alhaji Sheikh Isa Nasoro kwenye iftari iliyoandaliwa na TAKUKURU Mkoa wa Singida. Elewa masiku yanabadilika kwa watu. Usione ajabu leo kumwona kiongozi wa dini anapokea rushwa. Ndio masiku yenyewe yalivyo yanavyojieleza. Lakini kiakili ni jambo ambalo lisilowezekana. Leo kiongozi wa dini ndiye anayenasihiwa. Kwa hiyo niombe TAKUKURU kwa namna moja au nyingine ifungue ukurasa mpya. Wasitazame tu kwamba hawa ni viongozi wa kiroho, hatuko sawa wengine. Lazima jukumu lenu lisimame katika mamlaka yake. Kadhalika misikiti yetu mingi inakuwa na ubadhirifu mwingi wa fedha, na nyinyi jukumu lenu hili, msisite kuingia huko. Kuna fedha nyingi zinafanywa forgery, watu wanafuja fedha za waumini wao kupitia neno linalosema sadaka. Sadaka ina haki yake kuhifadhiwa, kutunzwa, kulindwa na kukamilisha lengo la sadaka liweze kutimia. Awali naibu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Singida Petro Horombe amesema ushirikiano kati ya TAKUKURU mkoa wa Singida na wadau imesaidia kufanikisha utendaji wao kazi kuwa rahisi kwa kuwapata wanaojihusisha na rushwa. Ushirikiano huo ni jambo ambalo linasababisha kazi ya kupambana na rushwa katika mkoa wa Singida kuwa ya mafanikio. Kama mnavyofahamu, kazi hii huwezi kuifanya peke yako, inahitaji kushirikiana na wadau ndio nyinyi ambao kwa heshima kubwa tunawakaribisha kwenye iftari hii. Tumekuwa tukishirikiana katika kutoa elimu kwa jamii ya mapambano dhidi ya rushwa. Tumeshirikiana kwenye shughuli za uchunguzi. Tumeshirikiana sana katika kufuatilia matumizi ya fedha za serikali zinazotumika katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, na ninyi wenyewe ni mashahidi wa ushirikiano huo. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa dini na wadau wakazungumzia swala la TAKUKURU kujikita katika miradi ya madhehebu ya dini kuweza kubaini vitendo vya rushwa. Kuna baadhi ya waalikwa ambao wamealikwa katika zoezi zima hili la iftari ambayo imeendelea na TAKUKURU. Bwana, unaitwa nani? Mimi naitwa Padre Isidori Makutu. Bwana Padre Isidori Makutu. Padre, imetolewa hapa na saa na shehe wetu wa mkoa katika hii iftari walioandaa TAKUKURU. Wanasema kwamba sasa imefika wakati taasisi za TAKUKURU ziende kwenye taasisi za kidini. Jambo hili ni zuri kupambana na rushwa, lakini tuseme tu kwamba haya ni matokeo ya mambo mawili kwa mtazamo wangu: udhaifu wa kibinadamu, lakini labda malezi mabovu. Kama kanisa, kama taifa, tungejikita sana kwenye kulea dhamiri zinazokuwa dhamiri changa, ili mtu akiwa na dhamiri hai ataujua ukweli na atajizuia kupokea au kutoa rushwa, kwa sababu wana malezi mazuri yaliyomfikisha mpaka hapo. Haya, kama hajalelewa vizuri na dhamiri yake imafubafuba, anaweza kaingia kwenye mkumbo huu wa kutoa au kupokea rushwa. Kwanza mimi mwenyewe nikiwa kama kiongozi wa dini na shekhe, kuna jambo la uaminifu na uadilifu na ukweli wa mambo. Naunga mkono au nakubaliana na kauli hiyo, kwa sababu ni moja katika maadili ya dini ya Kiislamu kwamba watu wafanye haki na uadilifu, hata kama mtu mwenyewe anatakiwa kujijaji au kujichunguza, na hata kama ana jambo sio zuri, basi akubali na athibitishe. Kwa hiyo na aya inasema hivi, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu na mkifanya hivyo ndio mtaufikia uchamungu.
TAKUKURU wameambiwa na kule waingize miguu yote miwili kuweza kuangalia. Kuna baadhi ya miradi ya taasisi za dini, lakini imekuwa ikienda ndivyo sivyo. Hilo unazungumziaje? Amezungumzia sahihi kabisa kwamba sadaka inapotolewa mara nyingi inatolewa sehemu sio sahihi. Unakuta mwingine anatoka huku anabeba, lakini kinachotakiwa ni kujenga, kama ni nyumba ya Mungu, kujenga nyumba ya Mungu. Kama kujenga jamii kwa ujumla, basi jenga jamii. Futurisha. Dada, unaitwa nani? Mimi naitwa Donatila Vedasto, ni katibu tawala msaidizi sehemu ya viwanda, biashara na uwekezaji. Lakini hao wenzetu kwa kweli wametusaidia, kwa sababu wanatusaidia hata katika kufanya kazi zetu ndani ya serikali, kwa sababu ndio chombo muhimu ambacho kimeweka hapa kwa ajili ya kuzuia na kupambana na rushwa. Hata katika iftari hii tumekutana mahali hapa, tunaamini kabisa ni mojawapo ya kutuhamasisha tuendelee kupambana na kupigana na rushwa, kwa sababu rushwa huwa siku zote ni mwizi wa haki. Kutoka hapa katika iftari ambayo imeandaliwa rasmi na TAKUKURU, ikiwa ni njia mojawapo ya kuwakusanyisha waumini wa Kiislamu na waumini wa Kristo kuweza kufuturu kwa pamoja, ikiwa katika kuelekea siku za mwisho za mfungo huu wa Ramadhani. Ni mimi Alisante Mkumbo wa ITV.